Basi injili ya Kristo itaendelea kuhubiriwa kwa watu wote. Ndivyo ulivyo mpango wa Mungu, watu wote wakapate kusikia habari zake na matendo makuu ya huyu Yesu. Kitabu ni Yakobo 4 ule mstari wa 4. Yakobo 4 ule mstari wa 4 unasomeka kama nitakavyousoma: enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki na dunia ni kuwa adui na Mungu? Basi kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Kwa uwezo wa Mungu, narudia kusoma Yakobo 4 ule mstari wa 4: enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Ndivyo ninavyo maandiko, unasema na watu wote, hasa jamii ya wazinzi. Wazinzi, mnaposikia sauti hii, Yesu anakuonya, Yesu anakataza. Yesu anasema mtu anapokuwa mzinzi, mtu asiye mwaminifu katika ndoa yake, asiyeridhika, aliye na michepuko kibao, huyu anafanyika kuwa rafiki wa dunia. Ukifanyika kuwa rafiki wa dunia, unakuwa umekorofishana na Muumbaji wako, yaani umefarakana na Muumbaji wako. Pale unapofurahia uzinzi, pale unapofurahia wanawake, unapofurahia wanaume, utajiona ni mjanja. Lakini Injili inasemaje? Injili inasema unapofanya hayo, unakuwa umefarakana na Muumba wako. Ingekuwa heri ukatubu, heri ukaacha, heri ukagairi, heri ukabadilika kupitia injili ya Yesu Kristo. Injili pekee ya Yesu Kristo ndiye inayobadilisha mtu, ndiye inamtoa mtu katika urafiki na dunia, inamleta katika urafiki yeye na Muumba wake. Yesu anasema wanafunzi wake, asema tangu sasa sitawaita watumwa tena, kwa kuwa mmeyasikia yaliyonenwa nami na kuyashika, mnafanyika kuwa rafiki zangu. Hivyo unapokuwa mzinzi, unapokuwa sio mwaminifu, unapokuwa unaipenda dunia, unapokuwa uko mbali na sheria za Mungu, wewe unakuwa umefarakana na Muumbaji wako. Ni hatari sana kufarakana na mwenye mamlaka. Ni hatari kwako ukiwa mbali na Kristo. Lolote linaweza likakupata ewe uliyefarakana na Kristo kwa njia ya kuipenda dunia. Geuka, Kristo anakuita. Geuka kwa matendo yako, geuka kwa uzinzi wako. Uzinzi ni hatari kwa maisha, uzinzi ni hatari kwa nafsi yako. Hatuijui kesho yetu. Ukifa na uzinzi, ukifa na dhambi, ukifa umefarakana na Kristo, mshahara wako ni mauti, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Yesu Kristo pekee ndiye
kwa mauti ya Kristo, ili tukapate kupona, ili tukapate kumwamini, ili tukapate kuacha. Unapomwamini Yesu Kristo, yale maovu yote ambayo ulizoea kuyatenda yanahukumiwa pamoja na yeye katika msalaba, katika msalaba wa Yesu Kristo. Heri kuamini msalaba. Epuka uzinzi, epuka uzinzi. Nami kwa jina la Yesu Kristo, kwa akili zako huwezi, maana kila kilichozaliwa na mwili ni mwili. Hivyo kwa akili zako hata ungeahidi sasa nitaacha, pasipo kumwamini Yesu Kristo, ambaye ndiye ana nguvu ya kuachisha mtu aliyekuwa katika uovu, aliye katika uzinzi, aliye katika uchawi, aliyekuwa katika kila tendo lililo ni machukizo mbele za Mungu, mpaka kamwamini Mungu kwa kile Mungu anachokisema. Mungu anasema asubuhi ya leo, anasema enyi wazinzi, acheni uzinzi. Enyi wazinzi, acheni uzinzi. Uzinzi ni hatari kwako. Ndani ya uzinzi kuna zinaa, ndani ya uzinzi kuna ukimwi, ndani ya uzinzi kuna magonjwa hatari na hatari usiyoyajua wewe. Hivyo Kristo anapokutoa huko, anakuwa anakuwekea mwenyewe kinga, anakuachia kinga, anakutoa katika magonjwa, anakutoa katika hatari. Maandiko anasemaje? Maandiko anasema ndoa iheshimiwa na watu wote na malazi yakawe safi. Wewe usiheshimu ndoa, usiheshimu ndoa za wenzio, usiheshimu ndoa hata ya kwako. Unavulia nguo kila mtu, hauna hata sehemu za siri, kila mtu ameshakuona, hata vibiti vinakuona. Huo ni ujinga. Heri ukageuke, heri ukachane uzinzi, heri ukamwamini Yesu Kristo. Yesu anasema neema yake baada imeachiliwa inaendelea kuvuta watu wakapate kugeuka kwa matendo yao yote. Haleluya! Enyi wazinzi, asubuhi ya leo Yesu anawaonya mji wa makongorosi, epuka uzinzi. Mji wa makongorosi, uzinzi umekithiri, si kwa vijana, si kwa wakubwa, si kwa wazee. Uzinzi umekuwa ni ulevi. Uzinzi umekuwa kama chakula. Hawaoni kuwa hata ni dhambi, hawaoni hata kuwa ni mfarakano na Mungu. Unapotenda uzinzi, unakuwa umefarakana na Mungu wako, unakuwa umevunja hata amri ya Mungu inasema usizini. Unakuwa umeiponda, unakuwa umeizarau na kuikanyaga. Utakapokufa, nani atakuwa ni mgeni wako? Utakuwa mgeni wa nani kama si kuzimu, kama si jehanamu? Ya nini uende jehanamu kwa kujitakia? Akati mpango wa kuahirisha upo, mpango wa kupona upo. Kwa nini gonjwa likutese? Enyi mnaoteseka na uzinzi, ni wakati sasa wa kupata dawa yenu ya kupata kinga. Yesu amesimama na waita. Yesu anaita asubuhi ya leo, anaita waaminifu katika ndoa wakapate kumpokea Yesu Kristo. Yeye aliye mwaminifu, kimwamini Yesu Kristo, anaachilia uaminifu ndani yako. Yeye ni Mungu aliye mwaminifu, hata kuacha na mizigo, hata kupumzisha ukapate kupumzika kwa jina la Yesu Kristo. Inawezekana kwa yeye anayesumbuka, kwa yeye anayeteseka, pale atakapomwamini Yesu Kristo ndiyo mwanzo wako wa kupona. Lakini ukishupaza shingo ukaona naongea ni kelele,
hatari kwako. Mtu akifa katika dhambi ni hasara kwake. Mtu akifa katika haki ni faida kwake. Chagua wewe mwenyewe. Kila mtu anapenda kuenenda kwa faida. Hakuna anayependa kuenenda kwa hasara. Hasara ni pale tu unaishi katika maisha machafu, unaishi katika maisha ya dhambi, umekolea kuishi maisha ya dhambi. Maisha ya dhambi ni utumwa. Maisha ya dhambi ni hatari. Maisha ya dhambi yanatesa. Maisha ya dhambi yanajisulumisha. Unapotenda dhambi unakuwa unaipenda dunia, utatenda mambo mengi yasiyokupasa kutenda. Heri ukamwamini Kristo, heri ukamwamini Kristo akutoe katika vifungo vyote vya kuipenda dunia. Yeye anaipenda dunia. Kumpenda Mungu akupo ndani yake. Kuipenda dunia ni kuondoka katika hofu ya Mungu. Hakuna hofu ya Mungu ndani yako. Lolote lile mbele yako una uwezo wa kulitenda. Lolote litakapokuja mbele yako mradi na manufaa, wewe utalikumbatia, wewe utatembea nalo bila kujali. Yupo mwenye uweza, yupo aliye muumbaji wetu, yupo ambaye jicho lake linaangalia watu wote, walio waovu na wasio waovu. Mungu wote anawachunguza. Mungu anachunguza matendo yako. Leo umejificha ya kutosha, lakini Yesu Kristo anashuhudia ya kwamba anakuona. Unatenda yote uliyotenda gizani, yote unayotenda mafichoni, yupo anayeona, yupo anayekushuhudia. Anasema ukapate kuacha, anasema ukapate kugeuka. Yani msaada pekee ni kugeuka. Hakuna msaada zaidi ya kugeuka, kuacha, kuamini. Dhambi ya kutokuamini mbaya sana. Hata Sodoma na Gomora walitenda dhambi ya uzinzi, ikafikia mpaka hatari. Wakaanza wao kwa wao, wakabadili matumizi ya siri, kwa sababu walipenda dunia. Ukiipenda dunia inaendelea kukuvuta, inaendelea kukutamanisha. Wao walifanya vivyo hivyo, hawakusikia tena. Hata Lutu alipojaribu kuwakataza baadhi ya watu, wakaona kama ni mtu anayechekesha mbele zao, wakaona kama ni mtu aliyekosa kazi. Unapokuwa unaachishwa katika tabia uliyozoelea, angalia anayekuachisha ni muumbaji wako, si mwanadamu, si maneno yangu, ni Injili ya Yesu Kristo. Kupitia kile kitabu cha Yakobo 4 ule mstari wa 4 kinasema wazi, neno liko wazi kwamba enyi wazinzi, mwajua ya kwamba mnapoipenda dunia mnakuwa mmefarakana na Mungu. Yani mfarakana na Mungu kwa mambo yanawezekana kuacha, kwa mambo ambayo yanawezekana kwa jina la Yesu Kristo. Anasema yote kwa yeye aminiye yanawezekana. Hivyo asubuhi ya leo, weka tumaini, weka hakika, weka imani ya kuwa inawezekana kuishi maisha uaminifu. Inawezekana kutokuwa na michepuko. Inawezekana. Nami kwa jina la Yesu Kristo, heri watakaomwamini Yesu Kristo wakapate kushinda. Heri watakaomwamini Bwana wakapate kuepuka dhidi ya ugiza wao, dhidi ya dhambi zote. Dhambi inapofusha macho utajiona unafaidi, lakini wakati wa matatizo, wakati wa kuumwa, wakati utaambukizwa maukimwi na zinaa, utamchukia kila mtu, lakini utakuwa unalipwa sawa sawa na matendo yako. Jinsi unavyopanda ndivyo utakavyovuna. Ndipo Kristo anakuachisha usije ukavuna mabaya, usije ukavuna maumivu. Heri ukagairi wakati bado
bado ijakolea. Dhambi ni mbaya, inakufarakanisha na Muumba wako. Nani anayependa kufarakana na wazazi wake? Hakuna. Lakini matendo yakizidi kwa maovu mbele ya wazazi, unafarakana nao tena kwa hiari yako. Mungu ndiye kiongozi wa mambo yote. Mungu ndiye aliyetoa mwelekeo kwa watu wote namna gani wataishi. Vyote tunavyoviona vilivyotuzunguka ndiye ni Mungu aliumba, lakini ametoa mwongozo wa matumizi, ametoa mwongozo namna ya kuvitumia, ya kwamba ukishindwa kukaa peke yako, heri ukaoa sasa. Lakini bado umeoa, uaminifu hakuna, bado umeoa, unaruka popote pale, kila nyumba nataka upite. Hakuna utaratibu wa hivyo, hata katika serikali tu ya kawaida hakuna mfumo wa hivyo. Lazima ukenende kwa nidhamu, lazima ukenende kwa utaratibu, lazima ukenende kwa njia ikupasayo, ukatenda na kupasa. Na kwa jina la Yesu Kristo yote yanawezekana. Makongorosi pasipo uzinzi inawezekana. Uzinzi umekuwa kama biashara. Wengine ni wazee, wengine ni mabinti, hakuna kazi wanayoifanya zaidi ya kujitembeza tu, zaidi ya kutumaini uzinzi, zaidi ya kutumaini uasherati. Ni machukizo makubwa sana mbele za Mungu, ni uovu mkubwa sana mbele za Mungu. Heri uliye binti ukageuka, heri uliye mwanafunzi ukaacha, heri uliye mume wa mtu ukasikia haya nakupasa ni wewe. Hii Injili si kwa miti, hii Injili ni kwa watu wote. Hakika ni uwezo wa Mungu. Mungu anataka kaseme na wewe, ili ulipo utoke, ili ulipo badilike, ili ulipo ni hatari, ukapate kutoka katika vifungo cha uzinzi. Yesu Kristo anatoa watu katika vifungo vyote, katika dhambi zote zilizokuelemea. Ukimwamini Yesu Kristo utapata kupona. Ni wakati wa kupona. Tunapona tukiwa duniani. Ukifa na ugonjwa wa dhambi, hakuna tiba tena. Ukifa ukiwa na dhambi, unaenda kulipwa, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Utalipwa kuzimu, utalipwa jehanamu. Wakati sasa itaonekana unaenda na fasheni, unaenda na dunia, unaenda na staili za dunia. Wewe ndiye mjanja, lakini nataka nikwambie, upo wakati ambapo ujanja wote utashushwa chini. Utabaki wewe kama ulivyo, utalipwa sawa sawa na matendo yako, utalipwa sawa sawa na kutenda kwako. Kutenda kwako ni kubaya, utalipweje mema? Njia zako ni mbaya, utalipweje aliyo mema? Heri ukakaishi. Wema wa Mungu umeachiliwa kwa watu wote, na umetuzunguka sote, na unatuvuta tukapate kutubu. Maisha tulionayo sasa, tupo kwenye maisha ya mwisho, yani mwisho wa dunia. Hivyo kila mtu ilipasa, ndio wakati pekee atafakari maisha yake, atafakari mienendo yake, ya kwamba leo hii ikatokea nikafa, itakuweje? Itakuweje? Wewe mwenyewe ni shahidi. Tulipofungwa hatuijui hata kesho yetu. Tujapolala ni mfano wa kufa, tujapoamka ni mfano wa kufufuka. Ndivyo itakavyokuwa. Tujapolala katika mchanga, tujapolala katika ardhi, tutakuwa kama tumelala.
ufufuo utakuja ambao utaambatana na haki. Kila mtu atalipwa, kila mtu atatoa hesabu. Wewe unayetoka na wake za watu utatoa hesabu ya kwa mke wako yeye alikuwa na matatizo gani. Hautapata jibu, maana alichonacho mke wako ndicho alivyonavyo wengine. Kwa yote hayo ni uweza wako tu wa kufikiri ni mfinyu, tamani ya kutawala. Hukustahili kutenda hayo, ulistahili kutenda yale tu Yesu Kristo aliyepata kuamuru. Hukustahili kuipenda dunia, ulistahili umpende Yesu Kristo. Kumpenda Yesu ni amri ya Mungu, kumpenda Mungu ni amri yake. Asema mpende Bwana Mungu wako kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, kwa maarifa yako yote. Lakini umeipenda dunia kwa akili zako zote, kwa maarifa yako yote, kwa kila kitu chako umewekeza katika hali ya dunia. Hofu ya Mungu haipo tena, hofu ya Mungu imetoweka. Ndipo naye Mungu hajakuacha, pamoja na kwamba wewe umemwacha, yeye anaendelea kuita. Hapendi hata mmoja kapate kupotea, hapendi hata mmoja kaangamie. Anataka wote tukafikirie